Kama nilivyokuambia bwana, katika siku leo ninaenda kukufundisha jinsi ya kutengeneza utajiri kupitia soko la hisa. Kama nilivyokuambia hapo mwanzo, kama haujajifunza kutengeneza pesa ukiwa umelala, itakubidi ufanye kazi mpaka unazeeka. Itakubidi ufanye kazi mpaka ukiwa na miaka 80. Kwa kuna namna na wewe unaweza kutengeneza pesa hata ukiwa umelala, pesa zinaendelea kuingia. Unawekeza katika kampuni zinazofanya vizuri sokoni. Kampuni kama NMB, CRDB na kampuni nyinginezo. So leo tutajifunza njia kubwa mbili za kutengeneza utajiri kupitia soko la hisa. Labda kwa lugha rahisi kabisa, kama pengine wewe unasikia hisa kwa mara ya kwanza. Hisa ni nini? Hisa ni sehemu ya umiliki wa kampuni. Unaposikia mtu anamiliki hisa za kampuni fulani, ina maana na yeye ana umiliki katika hiyo kampuni. Hivyo kampuni ikipata faida na yeye anapata faida, kampuni ikipata hasara na yeye pia anapata hasara. Kwa mfano, nitatolea mifano kampuni ya NMB na CRDB. Sijatoa ushauri wa moja kwa moja wa kwenda kuwekeza katika kampuni hizi, kwa sababu inawezekana wakati unatazama video hii hizo kampuni zikawa zifanye vizuri. Hivyo chochote nitakachokiongea, kabla hujaenda kuwekeza pesa zako kwenye kampuni yoyote ile iliyoorodheshwa katika soko la hisa la Dar es Salaam, fanya utafiti wa kutosha na omba ushauri kutoka kwa wataalamu husika. So tutatolea mifano zaidi kampuni ya NMB na CRDB. Kwa hiyo ukisikia mtu ana hisa za NMB au CRDB, ina maana na yeye ana sehemu ya umiliki wa kampuni hizo. Kwa hiyo na yeye atapata faida au hasara kutegemeana na performance ya hizo kampuni. Sisi tunaelewana mpaka hapo? Kwa hiyo hisa ni nini? Hisa ni sehemu ya umiliki wa kampuni. Sisi tunaelewana? Sasa hisa, ili ununue umiliki wa hizi kampuni, kuna sehemu ambako unaweza kununua. Taasisi inayokusaidia kununua hizi kampuni inaitwa soko la hisa la Dar es Salaam. Soko la hisa ni kama masoko mengine, kama ambavyo kuna sehemu ukienda unakuta wauzaji wengi wa kompyuta Kariakoo. Kama kuna sehemu ambazo ukienda unakuta maduka mengi ya hardware, vifaa vya ujenzi. Kuna sehemu ukienda unakuta wauzaji wengi wa mboga hizi, soko la jioni, tuna masoko kama ya jioni, si ndio? Ndivyo ilivyo hata kwenye ukitaka kununua umiliki wa makampuni fulani, kuna sehemu ambako unaweza kununua, ndio inaitwa soko la hisa la Dar es Salaam. Na ndani ya soko la hisa la Dar es Salaam kuna makampuni mengi. Kuna NMB, kuna CRDB, kuna Vodacom, kuna TCC, kuna TBL, kuna Nicol, kuna kampuni zingine Swissport, kuna kampuni kama Maendeleo Benki, kuna kampuni, ziko kampuni nyingi. Kwa hiyo unaweza kuangalia unataka kuwekeza kwenye kampuni gani na kwa sababu zipi. Sisi tunaelewana Kwa hiyo soko la hisa ni sehemu ambako watu hukutana, wanaotaka kununua hisa na wanaotaka kuuza hisa. Sisi tunaelewana mpaka hapo? Sasa anayewasaidia watu kununua na kuuza hisa, hizo ni kampuni zinaitwa madalali wa soko la hisa. Sisi tunaelewana mpaka hapo Kwa hiyo kuna kampuni ambazo zinawasaidia watu kununua na kuuza hisa, ambazo hizo tunaita madalali wa soko la hisa. Nikisema madalali usiogope ukafikiri labda ni watu fulani ambao wamekaa kama wale madalali wa nyumba nini. Hapana, hizi ni kampuni ambazo zimethibitishwa kabisa na mamlaka kuwasaidia watu kununua na kuuza hisa.